Gumzia kwamba Simba walikuwa butu sana katika eneo la kushambulia kiasi ya kwamba walishindwa hata kupiga shoot on target hata moja katika lango la timu pinzani. Katika mchezo ambao pia unatengeneza historia, licha kwamba Simba wamepiga mashuti 9 ambayo yalikuwa nje ya lango, lakini hakuna shot on target hata moja ambayo Simba walikutana na dhahama ya tempo ya juu sana. Tempo ambayo ilikuwa ni kimbizana kwa kiasi kikubwa sana, ambacho kilimpelekea mpaka beki wa Simba kwa maana Abdulrazak Hamza kuomba huenda pengine Simba kama kipindi cha kwanza wasingekuwa wamepoteza, huenda pengine wangeshikilia bomba kiasi ya kwamba wangeweza kukaza na pengine kutokufungwa kabisa katika mchezo. Karibu sana, hii ni Like Media. Mimi naitwa Lugano Israel. Niko hapa kwa kukupa hadithi ambayo pengine ulikuwa hujaifuatilia vizuri katika dimba la Manispaa ya Berkane. RS Berkane wakiwa wenyeji katika mchezo huo, na hiyo ni finali ya kwanza katika uwanja huo huko nchini Morocco. Simba wakiwa wageni katika finali hiyo ambayo inachezwa huko na baadaye itakuja kumalizika katika ardhi ya Tanzania. Tujui ni Zanzibar au itakuwa ni katika dimba la Mkapa. Manake Zanzibar tunazungumzia uwanja wa New Aman Complex pale Zanzibar, lakini kama dimba la Mkapa basi utapata hiyo taarifa. Lakini kikubwa zaidi ni kukupa ile taarifa ya matukio tofauti ambayo yalikuwepo katika dimba la Manispaa ya Berkane. Bwana, ilichukua dakika 8 ambazo kwa maana Simba kufungwa katika mchezo huo. Kwa watoto wa Uswahilini naweza kusema Simba amepasuka goli 2-0 katika dimba la ugenini. Na kama ulipata nafasi ya kushuhudia, Simba walikutana na dhahama ya tempo ya juu sana. Tempo ambayo ilikuwa ni kukimbizana kwa kiasi kikubwa sana, ambacho kilimpelekea mpaka beki wa Simba kwa maana Abdulrazak Hamza kuomba katika dimba la Manispaa ya Berkane pale. Amechoka mbaya kwa muda mchache tu, lakini mwisho siku akashinda kuhimili vishindo katika mchezo ule. Ulikuwa ni dakika ya 7-8 kama ambavyo nimesema kwamba RS Berkane wakapata mpira kutengwa kona, na kona ilivyopigwa ikakutana na kichwa cha Mamadou Kamara, mchezaji ambaye akauzamisha mpira katika kimia ndani ya nyavu za Simba, na Simba wakapoteza goli katika dakika ya 8. Lakini inaenda mpaka dakika ya 15, yani takribani dakika kama 7 mbele, RS Berkane wakapata goli la pili katika mchezo huo, ambapo Simba makosa ya mabeki kusababisha kwamba goli kaingia katika nyavu, lakini bado makosa yakaendelea. Kama sio Pimpili Kamara kuwa katika uimara wake katika lango, pengine tungehesabu katika dakika ya kama sio 19-20 pengine goli lingezama tena. Mguu wa Kamara ukasaidia kuepusha dhahama ya kupigwa goli 3 katika muda mfupi sana katika kipindi cha kwanza. Mpaka kipindi cha pili kinamalizika, Simba wakawa wako nyuma kwa magoli 2. Watu wakasema pengine inaweza Simba wakapata dhahama kwa sababu makosa alikuwa ni mengi, kujiamini kwa ni kwingi na vitu vingine kama hivyo. Pongezi sana ziende kwa refa ambaye mpaka katika mchezo unamalizika hakuna mchezaji yote katika timu zote mbili, kwa maana AS Berkane lakini pia Simba, ambaye amekula kadi ya njano. Ila aliyekula kadi ya njano ni kocha wa Simba Fadlu Davis, pale ambapo mchezaji kwa maana Kibu Denis aliyepoenda kufanyiwa madhambi akaenda kulaumu na baadaye akapata kadi ya njano. Kocha Fadlu Davis, kocha Fadlu Davis ndio pekee ambaye amepewa kadi ya njano. Lakini kwa mchezo jinsi ambavyo umechezwa ulikuwa na uwiano ambao ulikuwa tofauti sana kwenye tempo, ambao unaweza kuzungumzia kwamba tempo ya jinsi ambavyo RS Berkane walikuwa naikimbiza Simba ilikuwa hatujawahi kushuhudia tempo ya aina ile. Yani hiyo utatoa utoi, lakini mwisho siku katika kipindi cha pili Simba walijitahidi sana angalau kuzuia mashambulizi, uhatari na vitu kama hivyo. Lakini bado kuna baadhi ya vitu ambavyo pengine tungesema kama VAR ingekuwa
imewakazia Simba, pengine tungesema Simba angekuwa ameshafungwa goli 3. Kuna wakati VAR ikaonyesha kwamba RS Berkane walifunga goli likiwa katika engo ya offside, lakini ingekuwa kuna VAR pengine tungekuwa na hesabu size ni goli goli 3. Lakini pongezi ziendelee pia kuelekea kwa captain wa wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maana ya Mohamed Hussein Shabalala ambaye ameendelea kusimamia kukataa ule ambao tushie kuzungumza kwamba ni upumbavu kuona kama unaweza ukanufaika na ukakaa kimya, lakini amekuwa ni mtu miongoni mwa watu ambao wanasimamia sasa kile kitu ambacho wengi wanakitazamia, kuona wachezaji wa Kitanzania wanakuwa na ushapu katika matukio mbalimbali. Unaweza kulalamika hata kama haijatokea, lakini hakuna kitu ambacho kinakukosti. Tumeona pengine Simba angekuwa imepasuka kwa goli 3, lakini Hussein Shabalala alienda kusaidia dhahama hiyo isipatikane. Yote katika yote tumeshuhudia pia Simba wakiwa hawana on target hata moja katika mchezo ule. Kwa hiyo katika mchezo ambao pia unatengeneza historia, licha kwamba Simba wamepiga mashuti 9 ambayo yalikuwa nje ya lango, lakini hakuna shot on target hata moja ambayo Simba walikuwa melenga katika lango la RS Berkane. Huku RS Berkane katika mashuti 14, mashuti 6 yamelenga lango. Kwa hiyo unaweza kuzungumzia kwamba Simba walikuwa butu sana katika eneo la kushambulia, kiasi ya kwamba walishindwa hata kupiga shoot on target hata moja katika lango la timu pinzani. Yote katika yote hayo tunazungumza ni dakika 90 zikiwa zimemalizika, lakini hatuwezi kushindwa kuzungumzia kuhusiana na kutokuwa makini kwa timu ya Simba. Kuna ambushi moja ambayo ilitokea kwa upande wa Shomari Kapombe, akiwa ameenda kusogeza mashambulizi, akapiga cross nzuri sana ambayo Lionel Ateba alishindwa kuingia na mpira kwenye nyavu, lakini naye kwa maana ya Mpanzu naye akashindwa kupiga mpira katika on target na akapaisha mpira. Ndio unaweza kusema ndio tukio ambalo lilikuwa ni hatari sana kwa Simba, ambalo angalau walienda katika hatua ndani ya boxi na kufanya ambush ambayo ilikuwa ni hatari sana. Lakini kwa upande wa RS Berkane wamefanya matukio mengi sana ambayo kama mwamuzi pia wangekuwa wamelalio upande wa RS Berkane, pengine tungeshuhudia matuta pale hata mawili ambayo wao walikuwa nayaomba ili waweze kupata advantage hiyo. Lakini mwisho katika yote tunazungumzia kwamba Simba wamefungwa magoli mawili katika kipindi cha kwanza, na kitu ambacho pengine unaweza kusema kimewachanganya. Huenda pengine Simba kama kipindi cha kwanza wasingekuwa wamepoteza, huenda pengine wangeshikilia bomba kiasi cha kwamba wangeweza kukaza na pengine kutokufungwa kabisa katika mchezo huo. Lakini kuna matukio kadhaa ambayo pengine tunaweza kuzungumzia. Tukio ambalo limenistua sana kwa Fadlu Davis ni kwa upande wa kumtoa Kibu Dennis na akaja kumuingiza Valentino Noma, kiasi ya kwamba uwezi kusema Valentino Noma hakucheza vizuri, hapana, lakini kwa jinsi ambavyo alikuwa anaonekana ubora wa Kibu Dennis, licha makosa kadhaa ambayo alikuwa nayo, lakini Kibu Dennis alikuwa ni athlete sana kwa upande wa timu ya RS Berkane, kwa sababu Kibu Dennis alikuwa na uwezo wa kuchukua mpira na kuingia kwenye box. Ni sawa kuna baadhi ya matukio ambayo Kibu Dennis hakufanya vizuri, lakini pengine angeendelea kumpa nafasi, Kibu Dennis angeenda kusaidia Simba katika baadhi ya matukio. Lakini bado ikashangaza kitu kingine ambacho kocha Fadlu Davis akaenda kumtoa Elie Mpanzu, akaja kumuingiza Joshua Mtale Budo, kitu ambacho kila moja limstua kutokana na uwezo na dribbling za Mpanzu. Pengine kingetokea chochote katika wakati wote kutokana na uwezo ambao alikuwa nao Mpanzu na dribbling zake na kujiamini kwake, lakini akamuingiza Budo, tukashangaa kwamba alikuwa amekiona kitu gani. Licha ya substitution zingine ambazo amezifanya, uwezi kulaumu sana, lakini kwa mimi binafsi niliona mchezo huu kwamba Simba kocha Fadlu Davis alikuwa na sababu ya kuanzisha kwanza mabeki watatu kati na mafullbeki wawili wakibakia kama ilivyokuwa kwa mchezaji kwa maana Shabalala, lakini pia kwa upande wa Kapombe, kitu ambacho akaja kukibadilisha baadaye baada ya kuingia Valentino Noma, akabadilisha mfumo ambapo sasa Simba ikacheza na mabeki wakati watatu
Lakini pia fullback Noma akiwa pembeni, lakini na Kapombe akiwa pembeni, kitu ambacho kocha Fadu Davis alistahili kukifanya toka mapema sana kufanya hivyo, kwa maana ili kulinda nafasi ya kuto kufungwa angekuwa ameanza na mabeki watano, kwa maana mabeki watano, lakini mabeki watatu ni wale mabeki wakati ambao wanakuwa wana majukumu moja kwa moja ya kuzuia matukio magumu sana katika lango lake. Lakini alianza kiwa open, na kama ambavyo tumezoea anavyokuwa anacheza, mwisho siku akakutana na kichapo cha goli 2 kipindi cha kwanza. Mabadiliko pengine inaweza yamesaidia katika mfumo wa kuzuia, kwa maana mabeki watano katika eneo la ulinzi hawakuruhusu goli lingine lolote. Kwa hiyo mimi nadhani Fadu Davis alikuwa na sababu katika mchezo ule kuanzisha mabeki watano katika eneo la ulinzi, kitu ambacho kingeenda kusaidia kuzuia hayo magoli. Lakini so far so good, kuna makosa ambayo pia yalikuwepo katika eneo la kiungo. Tumemwona Ngoma kuna baadhi ya matukio, tumemwona Kagoma kuna baadhi ya matukio. Hata goli la pili lilitokana na kukosekana kwa Kagoma kuprocess mpira, mwisho siku kamgonga, maana yani akashindwa kutoa mpira kwa haraka, lakini mwisho siku ukaenda kutoa kwenye miguu ya mchezaji wa timu ya RS Berkane, kitu ambacho kikapelekea kwa maana ya Simba kufungwa. Kwa hiyo kulikuwa na makosa kadhaa ambao umeyafanya, lakini sijui kwa upande wako wewe ambaye ulifuatilia mchezo, hata kama ukufuatilia, kwa magoli mawili unaonaje? Simba wana uwezo wa kwenda kusawazisha kitu ambacho wamekifanya, pengine wakarudisha tena magoli mengine katika dimba la Mkapa, kama utachezwa katika dimba la Mkapa au kama utachezwa pale Zanzibar? Nini maoni yako kuhusiana na mchezo huo? Kuna chochote unakiona kwamba Simba anaweza karudisha kwa tempo ambayo waliingia nayo RS Berkane? Unaona nini ndani yao, uwezo wao na uwezo wao wa kushambulia? Unaona Simba wakichukua ubingwa huu kwa kuja na comeback nyumbani? Wanasema kwa Mkapa hatoki mtu. Mimi naitwa Lugano wa Israeli. Asante sana kwa wale ambao wamechagua Like Media. Tuendelea kupiga story na uchambuzi wa kina kabisa kuhusiana na mchezo wa Simba dhidi ya RS Berkane uliofanyika pale Morocco, lakini pia kuelekea katika mchezo utakochezwa katika dimba la